Katika hali isiyokuwa ya kawaida, katibu wa itikadi, siasa na uenezi wa chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Njombe, huyu anaitwa Ali Mhagama maarufu kama Sagasaga, ambaye pia alikuwa mgombea wa udiwani wa kata ya Mkongobaki wilayani Ludewa, ameachiwa kwa dhamana baada ya kukaa mahabusu kwa siku 12 akihusishwa kuratibu maandamano wakati wa uchaguzi. Akizungumza na chombo cha habari cha Jambo TV, Mhagama amesema baada ya kuachiliwa huru hawezi kuendelea kujihusisha na siasa kwa sasa ili kuepuka changamoto na usumbufu kwa jamii kama zilizotokea, akidai kuwa siasa za sasa zimekuwa za uadui, jambo ambalo ni kinyume na maana ya siasa za vyama vingi. Namnukuu akisema, "Mchango wangu katika taifa kupitia siasa umefikia mwisho. Nataka nitulie na familia yangu na nifanye mambo mengine, sitaki ugomvi na serikali," amesema Ali Mhagama. Mhagama alikamatwa na polisi Oktoba 31 katika eneo la Uwemba mjini Njombe wakati akitokea wilayani Ludewa baada ya kuangushwa na mpinzani wake wa Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi wa nafasi ya udiwani kata ya Mkongobaki. Amesema baada ya kukamatwa alizungushwa kwenye vituo vya polisi kadhaa kikiwemo cha Wanging'ombe na kisha kurejeshwa Njombe mjini, ambapo alipohoji sababu za kukamatwa kwake alielezwa kuwa anashikiliwa kwa tuhuma za kutaka kuunganisha kundi la watu ili kuhamasisha maandamano. Msikilize kada huyu wa ACT aliyeachana na siasa baada ya kusota mahabusu akizungumza. Kwa kweli siasa tayari ina mchango wangu katika taifa imefikia mwisho. Kwa hiyo mimi ni mwanachama chama cha ACT Wazalendo, lakini siwezi kuwa mbele sana kama zamani, kugombea manafasi mbalimbali. Hapa nataka nitulie na familia yangu, nilee familia yangu, nifanye mambo yangu. Ninajua yanaweza kutokea mazingira rafiki, yawezekana kuna maridhiano, mazingira mazuri yakashawishi, hayo siwezi kuzungumzia, lakini kwa sasa nasema siasa napumzika. Hilo ndio la msingi kwa sasa. Hayo kama kuna vishawishi za kuja baadaye, hapana. Hata jamii itanishangaa kurejea uraiani kwa mazingira ambayo nipo, halafu narudi tena huko. Kwa kweli hapana, siasa mimi ninashukuru. Wale wanaojua mchango wangu watanienzi, na nimepanda kizazi kingi sana, wana siasa wengi Njombe na maeneo mbalimbali watafanya. Kwa hiyo mimi siasa kwa napumzika sasa hivi. Nataka kufanya mambo yangu, sitaki ugomvi na serikali na wanasiasa wengine. Nataka kupumzika, tunaongea mambo mengine, kujilimia. Mimi ni daktari, najifanyia shughuli zangu, basi maisha yataendelea. Sikutakiwa, na kama ningekamatwa hata kupigiwa simu mimi naenda. Mimi natii sana serikali. Unaona napigiwa simu, jambo lolote la polisi ningeenda. Haingetakiwa serikali itumie gharama nyingi, magari haya, mafuta mengi kiasi kama hiki, ulinzi mkubwa kama wa rais kunikamata mimi. Hakustahili. Mimi ningepigwa simu ningeenda. Serikali yangu inanilinda, ningeenda. Kama taji una maandamano hayanihusu. Kama wanahisi kuna chama kilipanga maandamano, ACT haikupanga maandamano, imeshiriki uchaguzi. Imesaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Kwa hiyo kikubwa sana sasa kwetu hii, na ninaamini hautakuja kutokea uchaguzi kama huu. Kwa sababu hata Chama cha Mapinduzi wenyewe wanaona athari walizozipata. Kwa sababu umekuwa mbunge lakini bado unahofia mali zako. Unagombea huko na hofia. Haya maisha si wa Tanzania hatukuyazoea. Siku ile baada ya mahojiano yote wamemaliza na simu, manake simu wamekaa nayo kutoka saa 8 mpaka saa 11 na kidogo mpaka saa 12. Wameangalia sana simu na yale mahojiano mafupi. Yule mkuu wa msafara ile ni jioni kabisa saa 1 na kidogo hivi, alitoka kwenye selo za watu wengine akapita, akasema Sagasaga vipi? Akasema safi. Ndio akanipa. Akasema bwana, tumekukamata, tunataka tufanye mahojiano tujiridhishe, maana tulipata taarifa ujio wako Njombe kwamba unataka uunganishe vikundi vya watu 4, 5, 6 kuhamasisha juu ya maandamano. Kwa hiyo tunataka tujiridhishe hilo. Ndio hayo aliniambia. Hilo aliniambia. Kwa hiyo tarehe 5 baada ya siku 6 ndio nilirudi kituo cha hapa. Lakini familia yangu haikuwahi kutulia kuzunguka kila kituo cha polisi mpaka ofisi za mpelelezi wa mkoa, kila maeneo, majirani, chama changu, ngazi ya wilaya, ngazi ya taifa, vimenifanya mimi nifanye nini? Niwepo uraiani. Ili nashukuru sana rais wetu, awasikilize wa Tanzania. Mimi umri wangu
Sijapata kuona historia baada ya uhuru, kipindi ambacho Watanzania wamepoteza maisha na mali kama utawala huu. Kwa hiyo kuna kadoa kidogo, mama yetu akaponya kadoa. Kifupi mimi hapa ni mfungwa, yani tukinyosha maelezo ni mfungwa wa miezi 6. Jambo la kwanza, sababu mwanasheria wa serikali leta hoja ndogo kwamba ya kututaka kwamba kama tutakubaliana ndani ya miezi 6 tusifanye kosa lolote. Ndani ya miezi 6 sisi tuwe wa kwanza kuhakikisha amani ipo. Ndani ya miezi 6 kila Jumatatu ya mwezi unapoanza tulipoti kituo cha polisi. Ndani ya miezi 6 ninapotaka kuondoka mkoa wote lazima nilipoti kwa RCCO, mpelelezi wa mkoa. Nisivunje na bondi iliyowekwa ya milioni 1 ya maneno. Kwa hiyo nikiyafanya makosa, kutokuripoti, kuondoka kwenye mkoa bila taarifa, nitalipa milioni 100 na kesi itafunguliwa. Waliuliza kama tutakubaliana. Kama tusingekubaliana, maana yake ungefanyika mchakato sasa. Maana yake tungeendelea kubaki ndani. Sasa hii dola hii ni serikali. Unajua yataandaliwa mashtaka ya aina gani? Ilibidi tukubaliane. Na hichi ni kifungo cha miezi 6. Japo mpaka sasa mikesi yangu imekaeje? Hamna. Nilichotaka na kuona mimi nionane na ndugu zangu, familia. Basi kwa hiyo huyo ndio katibu wa itikadi, siasa na uenezi wa chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Njombe, Ali Mhagama maarufu kama Sagasaga, alivyozungumza kwa nini ameamua kuachana na siasa baada ya kusota maabusu. Hii ni VOT Media, wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel yako yetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.